Hello, Bwana Yesu asifiwe mpendwa katika Bwana. Majina yangu naitwa Brian Frank. Siku ya leo nataka tujifunze kwa habari ya namna gani unaweza kuisoma Biblia yote na kuielewa. Kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo. Mpendwa katika Bwana. Kama hujawahi kuisoma Biblia yote, mpendwa, na unajua labda haiwezekani jambo hili linawezekana. Kama hujawahi kuisoma, ungana na timu yetu. Nitaweka namba za WhatsApp hapa chini. Hizo namba utaweza ukajiunga kwenye group letu, lakini pia link nitaweka kwenye description uweze kujiunga na group la kuweza kuisoma Biblia na kuielewa yote. Huwa tunaisoma Biblia kila mwaka na kuisoma kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu kile cha Ufunuo kwa mtindo ambao tutapendezewa na timu nzima pamoja na group nzima kuweza kujifunza namna gani ya kuweza kuisoma Biblia yote na kuielewa. Mwanzo wa Biblia hata mwisho wa Biblia. Basi ungana na timu yetu, timu nzuri sana kwa ajili ya kusoma Biblia. Mpendwa katika Bwana. Katika video hii ninafundisha kwa habari ya namna gani ya kuweza kuisoma Biblia mwaka huu 2026. Yote Biblia, alafu sio kusoma tu, lakini pia na kuielewa. Mpendwa, kwanza tutaenda kuiangalia katika makundi matano Biblia yetu. Namna ya kwanza ni namna ya kuisoma Biblia au mpango wa kuisoma Biblia. Lakini pili, muda au mahali pa kuisoma. Kitu cha tatu, tutaenda kujua lengo la kusoma Biblia ni nini. Kitu cha nne, tutaenda kujua njia ya kuisoma Biblia. Na kitu cha mwisho, tathmini baada ya kuisoma Biblia ni nini. Mpendwa katika Bwana. Yote, sio Biblia tu, kuisoma yote. Mpendwa katika Bwana. Twende tukaangalia mpango. Biblia, katika kusoma mpango wa Biblia, iko mipango mingi au namna nyingi ya kuweza kusoma Biblia, lakini sisi tutajifunza mipango mitatu au namna tatu za kuisoma Biblia. Namna ya kwanza kabisa ni mpangilio wa moja kwa moja. Yaani kutoka kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu kile cha Ufunuo. Unaanza kusoma kitabu cha Mwanzo moja mpaka Ufunuo mwisho. Namna ulimwengu ulivyoumbwa mpaka ile siku ya mwisho ambayo wanadamu tutafunuliwa. Amina. Tunaenda kusoma hicho kitabu. Huo ni mtindo wa moja kwa moja. Lakini kuna mtindo wa kusoma aya 10 kila siku. Unasoma aya 10 kila siku, manake kutoka katika vitabu 10. Ukisoma kwa mfano kama ukisoma labda Mathayo 1, unasoma Luka 1, unasoma Marko 1, unasoma Waebrania 1, unasoma vitabu 10, alafu unasoma mlango mmoja au ile tunasema chapter moja. Hiyo inaitwa ni mtindo mwingine. Vitabu 10 na chapter 10 au vitabu 10 na milango 10. Mpendwa katika Bwana. Mtindo wa tatu ni mtindo wa matukio. Ni kufuata mtiririko wa matukio. Unaanzia kitabu cha Mwanzo, unaendelea mpaka kitabu kile cha Ufunuo, lakini unafuata matukio yalivyokaa. Hivyo kuna wakati utakuwa ukiruka kwa kufuata namna ambavyo matukio yamekaa. Kwa mfano, unaweza ukaanza kusoma kitabu cha Mwanzo 1, ukifika tu Mwanzo 10 unabadilika, unaanza kusoma kitabu cha Ayubu. Kwa nini? Kwa sababu Mwanzo 10 imemzungumzia Usi. Usi tunaona ni nchi ambayo Usi alikuja akawa ni mmiliki wa nchi ya Usi ambayo Ayubu alikuwa anakaa. Hivyo tukitoka kwenye Mwanzo 10 tunaenda kusoma kitabu cha Ayubu chote. Tukimaliza kitabu cha Ayubu tunaenda. Ukifika kwanza kusoma vitabu vya Mambo ya Nyakati, unaanza kusoma kitabu cha Mambo ya Nyakati na Zaburi unaanza kuzisoma kwa sababu Zaburi ni vitabu. Wakati nafundisha kwa habari ya kusoma Biblia na kuelewa Biblia, kujua Biblia jinsi ilivyo na namna gani ya kusoma Biblia, nilifundisha kwa habari ya vitabu vilivyogawanyika katika ile makundi matano. Video pia itatokea hapo kwenye description, lakini pia ipo kwenye end screen. Baada ya hii video kuisha, mwisho itatokea video ya namna gani ya kuanza kuisoma Biblia. Namna gani ya kuisoma Biblia. Nilifundisha vizuri sana kwa habari ya magawanyiko ya vitabu vya Agano la Kale na Agano Jipya, na vitabu vya mashairi na vitabu vingine vya kihistoria. Utaenda kusoma hivyo. Huo unaitwa kufuata mtiririko wa matukio yalivyokaa. Mpendwa katika Bwana. Kwa hiyo ukianza kusoma namna gani Ayubu, Daudi alienda, wafalme, waamuzi walikaa, hiyo ni mtindo mwingine. Tutaenda kujifunza kutumia mtindo. Na mtindo huu ndio mtindo ambao ni mzuri sana kwa kutumia kwa mtu kusoma. Ni mtindo ambao unaeleweka vizuri, lakini pia utaelewa Biblia kwa undani sana ukitumia mtindo wa kufuata mtiririko wa matukio yalivyokaa. Kwa mtu ambaye unaanza, ni vizuri sana ukatumia mtindo huu. Ni mtindo mzuri sana. Na mtindo ambao pia sisi tunautumia kwa mwaka huu 2026 kwa sababu watu wengi huwa wanaingia kujifunza, hivyo tunautumia mtindo huu ili watu waweze kuelewa namna gani ya kusoma Biblia vizuri na kuielewa. Kiukweli mpendwa katika Bwana, ni neema ya ajabu sana ukiweza kusoma Biblia yako vizuri na kuielewa. Mpendwa katika Bwana. Tunaenda kwenye jambo la pili, mahali pa kuisoma Biblia.
na muda wa kuisoma Biblia. Mwingine anajiuliza, sasa nawezaje kusoma Biblia yote mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka? Yaani mwaka mzima nitaisoma Biblia? Mpendwa katika Bwana, unatenga muda wako. Unaweza ukawa na dakika 45 au ukawa na nusu saa au ukawa na saa moja kwa siku tu kalitoa kwa ajili ya kuisoma Biblia yako. Unaweza ukasoma kwa labda kwa kufuata dakika 20 asubuhi, dakika 20 mchana, dakika 20 jioni, au ukatumia muda wote. Kwa mfano usiku wako wote ukatumia saa moja kusoma, lakini ukafanya na maombi wakati huo. Kwa hiyo huo ni muda unaweza ukatenga kwa namna hiyo. Jambo la tatu, lengo la kusoma Biblia. Mpendwa katika Bwana, katika malengo ya kusoma Biblia, kwa nini tunasoma Biblia kwanza? Mpendwa katika Bwana, kwanza kabisa ni kujaa neno la Mungu ndani yetu, ni kupokea neno la Mungu kila siku ndani ya maisha yetu. Katika kile kitabu cha Timotheo wa pili ule mlango wa 3 ukisoma kuanzia mstari wa 16 na 17 inasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuadibisha hata wakaenda katika nini? Katika haki. Anasema ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila neno jema au kila tendo jema. Kwa ili uweze kuwa kamili, ili sisi tuweze kupokea neno la Mungu kila siku. Unapojifunza Biblia yako kila siku, unapokea neno la Mungu kila siku, kwa hautakuwa wa kawaida mwaka unavyoisha mpendwa. Hautakuwa wa kawaida kabisa. Kila kitu kitakuwa kimebadilika. Tabia zitakuwa zimebadilika, vitu vingi vitakuwa vimebadilika, mawazo, fikra zitakuwa zimebadilika. Hiyo ni lengo la kwanza. Lengo la pili la kusoma Biblia ni kutenda dhambi, lakini pia kujiepusha na dhambi. Mpendwa, katika Zaburi ya 119 ule mstari wa 11, ukianza kusoma mstari kuanzia wa 9 pale, anakuwa anafundisha kwamba namna gani kijana asafishe njia yake. Anasema nikukulitii na kulifuata neno lako. Anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili nisije nikakutenda dhambi. Neno la Kristo likikaa ndani yako hautatenda dhambi, kwa sababu kabla ya dhambi kuingia kuna tafakari ya Mungu kwanza inaanza. Kabla ya dhambi kuingia kuna tafakari ya Mungu kwanza inatembea ndani yako, hivyo hautatenda dhambi. Mpendwa katika Bwana, pia jambo la tatu kwenye lengo la kusoma Biblia ni kujazwa na Roho Mtakatifu. Katika kile kitabu cha Wakolosai 3 ukisoma kuanzia ule mstari wa 16 anazungumza jambo hilo pia. Anazungumza kwamba anasema neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, huku mkifundishana na kuonyana kwa nyimbo na kwa tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Amina. Na kila tufanyalo kwa neno au kwa tendo tulifanye katika Bwana. Kwa hiyo ukilijaza neno la Kristo ndani mwako, ukijaza neno la Kristo ndani yako, itakuwa ni nguvu yako. Roho Mtakatifu atakaa ndani yako. Utaweza kuadabisha watu, utaweza kuwaonya watu, utaweza kuelekeza watu katika njia iliyonyoka, njia ya Mungu wa mbinguni. Mpendwa katika Bwana, hilo ni jambo la tatu. Lakini pia kusimama au kuwa na Mungu siku zote. Uso wa Mungu unakuwa nawe siku zote. Katika kile kitabu cha Warumi 12 ukisoma ule mstari wa 1 na wa 2 anasema, basi ndugu zangu, kwa huruma yake Mungu, itoeni miili yenu kuwa dhabihu iliyo hai. Tumia mwili wako kusoma, tumia macho yako kusoma, ujifunze, utoe mwili wako kuwa dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Ndio ibada yako yenye maana, ndio matendo ambayo Mungu anataka uyafanye. Ujirishe neno lake, ushibe ule utukufu wa Mungu. Ndio kitu ambacho Mungu anakitaka kwako. Ujaze Roho Mtakatifu, ujaze neno la Bwana. Ukijaza neno la Kristo, utatembea na Mungu siku zote. Utatembea na Mungu siku zote. Utakuwa katika njia za Mungu siku zote. Anasema msifatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mkapate kujua hakika mapenzi ya Mungu, rehema yake na nguvu zake, ya kupendeza na ukamilifu wote wa Mungu na utukufu wote wa Mungu. Tukapate kujua kwa kulishika neno la Mungu, tukatembee na uso wa Mungu. Alimwambia hata Yoshua Mungu katika Yoshua 1:9, kitabu cha Torati kisiondoke kichwani mwako, ukitafakari usiku na mchana, kitafakari usiku na mchana. Lakini pia katika Zaburi ya 1 anasema mtu huyo ambaye anatafakari neno la Bwana usiku na mchana atakuwa kama mto uliopandwa kando kando ya kijito cha maji, wala jani lake halinyauki, nao unazaa matunda kwa wakati. Neno la Kristo likikaa ndani yako, utakuwa unazaa matunda kwa wakati ambao Mungu anataka. Wakati wa njaa utakapokuja, neno la Kristo litakuja. Wakati wa shida utakapokuja, magonjwa yatakavyokuja, tabu itakavyokuja, duniani kunayo dhiki, lakini tujipe moyo, tumjaze Kristo ndani mwetu, kwa maana yeye ameushinda ulimwengu. Neno la Kristo likikaa kwetu, tutaushinda ulimwengu nasi. Hivyo tutakuwa tunatembea na Mungu katika kila hatua. Mpendwa katika Bwana, lengo la 4 la kuisoma Biblia ni kuisikia sauti ya Mungu. Mpendwa katika Bwana, katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 ule mstari wa 1 kusoma mpaka wa 4, ukiendelea mpaka chini kule, akawa anafundisha, anasema utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii,
kutunza na kufanya. Haya yote ni kuagizayo. Biblia imeandika mengi Mungu atuagizayo kuyafanya, mengi Mungu atuagizayo kuyafanya. Amesema ndipo Mungu atakapokutunza juu ya mataifa. Amesema na baraka zote zitakujilia na kukupata, kwa sababu umesikia sauti ya Bwana Mungu kwa bidii na kutunza lile neno la Bwana na kulifanya. Mpendwa katika Bwana, ni njia gani sasa tutumie kuisoma huu mwaka mzima? Tutawezaje kuisoma Biblia huu mwaka mzima? Mpendwa katika Bwana, zipo njia nyingi za kusoma Biblia, zipo njia nyingi, lakini mimi nakushauri njia ya kuitumia, tumia njia inaitwa SOAP, yani SOAP, yani sabuni. Njia hii ya sabuni ni njia nzuri sana. Yani SOAP manake scripture, observation, application, then pray. Yani kwa Kiswahili tunasema hivi, andiko, alafu unalichunguza andiko. Baada ya kulichunguza andiko, unaweka kwenye matumizi, unalitumia. Baada ya kulitumia, then unaenda kuomba. Amina. Sasa application, tunasema scripture, andiko, unasoma andiko au ule aya yako au ile paragraph yako ambayo umepanga kuisoma siku hiyo. Ukisoma ile andiko yako, ukilisoma lile andiko lako, then unaenda kuobserve, unaenda kulichunguza lile andiko. Kulichunguza andiko, ili andiko linaeleza nini, linafaa wapi, linafaa kufanyia nini. Huo ndio uchunguzi wa lile andiko. Kwa mfano, andiko linasema, na wapenda wale wanipendao, wanitafutao kwa bidii wataniona. Unalichunguza, namna gani Mungu ananipenda, namna gani anasema tumtafute kwa bidii, namna gani nitamuona. Unalichunguza. Ukisha lichunguza, unaenda kwenye application, yani matumizi. Linafaa nilitumie wapi hili neno, sehemu gani kwenye imani yangu, sehemu gani kwenye maisha yangu, sehemu gani kwenye nafsi yangu, sehemu gani, mahali gani linafaa kutumika, then unaenda kulitumia hapo. Ukishalipeleka kwenye application, umeshaligundua hili andiko nimelisoma, nimelichunguza, linafaa nitumike hapa. Baada ya hapo, unaenda kwenye pray, unaenda kuomba. Sasa ukifika wakati wa kuomba, unaenda kuomba lile juu ya kile kitu, unaomba, then Mungu anakujaza lile neno, linakaa ndani yako na linaenda kufanya kazi mahali ambapo umesoma. Mpendwa katika Bwana, sasa tathmini itakuwa ni nini baada ya kusoma Biblia yako mwaka mzima? Mpendwa katika Bwana, baada ya kufanya uchunguzi mfupi, nikagundua kwa Biblia ya kawaida kabisa utakuwa umesoma peji 1238, yaani kwa siku 365. Mpendwa katika Bwana, baada ya kusoma hizo peji zote na siku hizo zote, utakuwa umesoma wastani wa kurasa 3.5 au kurasa 4 kila siku. Na wakati huo utakuwa umeomba maombi ya dakika 10 zaidi ya dakika 3650, ambapo ukizigawanya kwa dakika 60 kwa kila saa, utakuwa umeomba, ambazo ukigawanya kwa masaa 24 utakuwa umeomba masaa 3 mpaka 4 kwa mfululizo kabisa. Mpendwa katika Bwana, hivyo ni utukufu mkubwa sana wa Mungu ambao utakuwa umeingia ndani mwako. Hautakuwa wa kawaida mpendwa, matokeo yake hautakuwa wa kawaida. Utakuwa umeongezeka imani, utakuwa umejenga vitu vingi, utakuwa umefikiria mambo mengi. Neno la Kristo litakuwa limejaa kwako, utakuwa uwezo wa kushinda dhambi unaongezeka, vitu vingi vinaongezeka, unakuwa na utukufu ambao sio wa kawaida. Mpendwa katika Bwana, kama uko tayari kusoma Biblia mwaka 2026 na miaka mingine itakao inaendelea, mpendwa katika Bwana, nataka niombe kwa ajili yako, lakini pia uweze kujiunga. Namba iko katika bio yangu, lakini pia nitaiandika katika description hapa, lakini pia inapita hapa chini katika hii screen, ili uweze kujiunga na group letu kusoma Biblia. Basi nitaomba kwa ajili yako. Asante Mungu kwa neema na kibali ambacho umetupatia siku ya leo Bwana mtakatifu. Hata Mungu umetupatia neema na mtazamo mpya wa kuweza kusoma Biblia Mungu na kuielewa Bwana, maana umesema neno lako likae ndani yetu Bwana. Lakini mahali pengine unasema Bwana, katika kila neno na katika kila tendo tuitende kwako Bwana. Ile neno tutalipata wapi Bwana lisipotoka kwako Mungu? Nitaomba Mungu kwa ajili ya mtu huyu Bwana ambaye amepata msukumo wa kuweza kusoma Biblia mwaka huu 2026 na miaka mingine inayoendelea Bwana. Ukamjaze uwepo wako, ukamjaze nguvu zako, ukamjaze uwezo wako Bwana. Roho wako bora akawe pamoja naye Bwana. Ukamsaidie Mungu aweze kuielewa Biblia hii ambayo tunaenda kuisoma Mungu. Akapate ufunuo mkubwa, akaongezeke kiimani, akazidi kutanuka sana Bwana. Akawasaidia watu wengine wakaende kwako Bwana. Maana Yesu Kristo akasema, nikiinuliwa juu nitawavuta wengi kwako. Nasi Mungu tukiinuliwa juu Bwana, tunasema Mungu tutawavuta wengi
wengi kwako. Tukilijua neno lako, tukitembea katika njia yako, tukiepuka dhambi, tukienda katika njia hizi Bwana, tutawavuta wengi kwako. Tutalishuhudia neno lako kwamba ni kweli na amina Bwana. Utufunike kwa utukufu wako. Mfunike mtu huyu kwa utukufu wako Bwana. Ninaomba neema yako na nguvu yako Bwana ikapate kuambatana naye. Katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo nikiomba na kushukuru. Amen. Mpendwa katika Bwana, natumaini video hii imekuwa ni ya baraka kwako, na kama imekuwa ni ya baraka kwako, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare na watu wengine ili waweze kupata video hizi mara kwa mara pindi tunapozi-upload. Neema ya Mungu itokayo kwa Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Nikutakie siku njema. Shalom, shalom.